Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukae. Mheshimiwa Profesa Adolfu Mkenda, mbunge, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo, waziri wa viwanda na biashara. Mheshimiwa Omari Kipanga, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Dennis Nondo, naibu waziri wa wizara ya mambo ya nje. Profesa David Mushi, naibu katibu mkuu wa wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Profesa Sifuni Mchome, katibu mkuu mstaafu wa wizara hii ya elimu na sayansi na teknolojia na mwenyekiti wa bodi ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi VETA. Mheshimiwa Husna Sekiboko, mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, michezo na tamaduni. Waheshimiwa wabunge wenzangu ambao pia ni wajumbe wa kamati hii ya kudumu ya bunge inayoshughulikia elimu na michezo. CPA Anton Mzee Kasore, mkurugenzi mkuu wa VETA, wakurugenzi wote walioko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nirudie tena kuwasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wadau, viongozi na wageni waalikwa, nimetaka nianze kuungana viongozi wa dini kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha leo kukutana hapa katika maadhimisho haya ya miaka 50 ya uanzishaji wa mfumo wa kitaasisi wa kiserikali kwa usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, pamoja na miaka 30 ya uanzishwaji wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Ndugu wadau mlioko hapa, nitumie nafasi hii kuipongeza sana Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, bodi na management ya VETA kwa kuandaa tukio hili muhimu na la kipekee linalotoa fursa ya kutathmini mafanikio yaliyopatikana, lakini pia changamoto zilizopitiwa na mikakati ya kuboresha sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Ndugu wadau, leo hii mgeni rasmi aliyekuwa awepo hapa mbele yenu ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na majukumu yake mengi, amenituma kuja kumwakilisha, na anapokuja kumwakilisha nimekuja na salamu zake nyingi kwenu wana VETA, wadau wa sekta ya ufundi stadi na wote ambao mko kwenye ukumbi huu. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana. Pamoja naye nimekuja na salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaungana na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Viongozi hawa wote wanawapongeza kwa ushiriki wenu katika tukio hili muhimu la kihistoria, na wanatambua umuhimu wa sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi katika kuleta mabadiliko chanya kwenye jamii na kwa taifa kwa ujumla. Lakini pia wameahidi kuendelea kusimamia na kukuza sekta hii ili iweze kutimiza ndoto na malengo ya kila anayejiunga kwenye fani ya ufundi na ufundi stadi. Ndugu wadau wa sekta ya ufundi, kumbukumbu za kihistoria zinaonyesha kwamba kabla ya serikali ya Tanzania kuanzisha sheria ya mafunzo na majaribio ya ufundi stadi mwaka 1974, mafunzo haya yalikuwepo wakati wa utawala wa koloni kupitia sheria ya mafunzo ya uanganangezi Apprenticeship Ordinance ya mwaka 1940, ambapo ni miaka 80 sasa imeshapita. Wakati huo wananchi walikuwa wakipatiwa mafunzo ujuzi kwa vitendo, hasa katika sekta za kilimo, ujenzi na viwanda. Miaka 50 iliyopita, takriban miaka 13 baada ya kupata uhuru, nchi yetu ilianzisha sheria ya mafunzo na majaribio ya ufundi stadi mwaka 1974.
Sheria hii ilileta mabadiliko makubwa katika utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi kwa kuanzisha mfumo wa mafunzo vyuoni pamoja na mafunzo viwandani, implant training. Baada ya utekelezaji wa sheria hii kwa takriban miaka 20, wadau mbalimbali wa sekta binafsi walijitokeza na kuanzisha vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi, hali iliyosababisha uhitaji wa mamlaka ya udhibiti kwa lengo la kusimamia ubora wake. Lakini pia mwaka 1994 ilitungwa sheria ya mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi ambayo sasa tunayo ya VETA. Ndugu wadau, leo tunaadhimisha mafanikio ya miaka 50 ya uanzishwaji wa mafunzo ya kitaasisi wa kiserikali wa usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Mfumo huu umeleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini, na aidha tunasherehekea pia miaka 30 ya VETA, taasisi ambayo imekuwa na mchango mkubwa katika kuendeleza na kusimamia mafunzo ya ufundi stadi na kukuza ujuzi wa vijana wetu wa Tanzania. Maadhimisho haya yanatupa fursa ya kutafakari mafanikio tuliyoyapitia, changamoto zilizozipitia na zilizopo, na njia bora kuendelea mbele kwa kuhakikisha kuwa elimu na mafunzo ya ufundi stadi yanakuwa na ubora na kuwa jawabu la changamoto mbalimbali, ikiwemo upatikanaji wa huduma, bidhaa, ajira na maendeleo ya kiuchumi. Malengo mahususi ya kuwa na maadhimisho haya pia ni pamoja na kukumbuka na kutathmini mafanikio ya mfumo ambao hatua kadhaa zimepitiwa, na katika kuboresha na kuendeleza sekta ya mafunzo ya ufundi stadi. Tangu kuanzishwa kwa mfumo huu miaka 50 iliyopita, tutakuwa tumejifunza mengi ambayo tutajadili kupitia maadhimisho haya. Hii itasaidia sana kutambua mafanikio yaliyopatikana na changamoto zilizopo ili ziweze kushughulikiwa kwa vijana wengi zaidi. Na sekta hizi binafsi ni taasisi binafsi, lakini pia taasisi za kidini na maeneo mengineyo. Ndugu wadau wa sekta ya mafunzo na ufundi stadi, VETA kama taasisi ya kusimamia mafunzo ya ufundi stadi nchini imetimiza miaka 30 kwa mafanikio makubwa. VETA imejidhatiti katika kuboresha mafunzo, kuanzisha programu za mafunzo ya ufundi stadi katika nyanja mbalimbali, na imefanya kazi kwa karibu na sekta binafsi na mashirika ya kimataifa ili kuhakikisha kwamba mafunzo yanayotolewa nchini yanatoa majawabu ya kupata huduma, bidhaa na ujuzi unaohitajika kwenye soko. Katika kipindi cha miaka 30, VETA imeanzisha vituo vingi vya mafunzo nchini nzima na kuwekeza katika vifaa vya kisasa vya kufundishia na kujifunzia. Kama ilivyozungumzwa na waliotangulia, VETA ina jumla vyuo 80 vinavyofanya kazi kwa sasa, ambapo 25 ni vya hadhi ya ngazi ya mkoa na 55 ni vya ngazi ya wilaya. Hii ni hatua kubwa ambayo imetuletea mafanikio, haipaswi kuacha bila kujipongeza. Tujipongeze wa Tanzania. Na ili kufikia dhamira ya kuwawezesha Watanzania kiujuzi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameongeza vyuo 65 ambavyo vitaendelea kujengwa katika mikoa na wilaya hapa nchini, na hivyo ujenzi wa vyuo hivi ukikamilika, VETA itakuwa na vyuo 145 katika ngazi ya mikoa na wilaya zote hapa nchini. Lakini vile katika vyuo 80 vilivyopo, vyuo 30 vilikamilishwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6. Tuna kila sababu ya kumpongeza rais wetu kwa kazi kubwa anayofanya na anayowafanyia Watanzania, na hasa vijana katika kufungua fursa za ujuzi mahiri kwenye sekta mbalimbali. Na serikali ya awamu ya 6 kwa kutambua umuhimu wa kuwekeza zaidi katika kutoa mafunzo ya ufundi stadi nchini, imeongeza bajeti ya VETA kutoka bilioni 54 mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 85 kwa mwaka wa fedha 24-25. Na hili ni ongezeko la 57.4. Katika kukuza ujuzi kupitia mfumo wa wanangezi,
Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu yenye Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Wenye Ulemavu inatekeleza programu ya kukuza ujuzi nchini inayowezesha nguvu kazi ya taifa kupata ujuzi na stadi za kazi stahiki ili kumudu ushindani katika soko la ajira. Kupitia programu hii, vijana wenye uhitaji waliohitimu ngazi mbalimbali za elimu wanapatia mafunzo ya ufundi stadi na kukuza ujuzi wao na stadi za kazi kwa mfumo wa uwanangezi, kwa serikali kufadhili ada ya mafunzo kwa 100%. Mafunzo haya yaliendeshwa kwa ushirikiano na vyuo vya ufundi stadi vya umma lakini pia vya binafsi. Maeneo ya kazi tuliyatumia pamoja na waajiri walitumika walioweza kupokea vijana wa fani mbalimbali. Na fani hizo ilikuwa ni pamoja na usafirishaji, tehama, madini, kilimo, ujenzi, ubunifu wa mitindo na ushonaji nguo, huduma za hoteli na utalii, ufundi bomba, uwashi, useremala, ufundi magari na mitambo, uchomeleaji na uunganishaji wa vyuma, utengenezaji wa vipuri vya mitambo, ufundi umeme wa magari, lakini pia majumbani na viwandani, upakaji rangi na maandishi ya alama. Na katika mpango huu wa mafunzo zaidi ya 60% ya muda wao unatumika kwa ajili ya mafunzo na 40% ni ya nadharia. Hata hivyo, kulikuwa na uhitaji pia fani ya ususi na kwa maana ya saluni. Ndugu wananchi, kwa mujibu wa Sera ya Taifa ya Ajira, ajira ni shughuli yoyote halali anayoifanya mtu mwenye umri wa kufanya kazi kwa hiari na kwa kujipatia ujira au mshahara. Na ajira inaweza kawa ajira ya ujira kwa maana ya wage or paid payment, ambapo mtu anakuwa ameajiriwa na mtu au taasisi ambayo haimiliki, au ajira binafsi ambapo mtu anakuwa amejiajiri mwenyewe. Na ajira hii binafsi inaweza kuwa kwenye sekta rasmi kwa maana ya shughuli inayotambulika na mamlaka mbalimbali za serikali, na mhusika analipa kodi na tozo zote zinazohusika. Hii ndio tofauti ya ajira rasmi na ajira ambazo si rasmi. Vile vile ajira binafsi inaweza kuwa kwenye sekta isiyo rasmi kwa maana ni shughuli halali inayompatia mtu kipato, lakini haisajiliwa na mamlaka mbalimbali za serikali. Na hii inahusisha shughuli za kilimo na biashara ndogo ndogo, ambapo watu wengi duniani wapo kwenye ajira hizi. Swala la umri kwenye ajira limezingatiwa kwamba unapoajiri mtoto yeyote yule, hakikisha unamwajiri kijana mwenye zaidi ya umri wa miaka 15 na kuendelea. Takwimu za Shirika la Kazi Duniani zinaonyesha kuwa takriban 70% ya ajira zote duniani ni ajira binafsi, na ajira hizi ni kwa watu wenye elimu ya ufundi stadi, ambapo wengi wao wameajiriwa katika sekta za kilimo, ujenzi, usafirishaji na huduma za kijamii. Na kwa upande wa nchi yetu, takwimu za ajira zilizozalishwa kati ya mwaka 2020 mpaka 2024 zilifikia 7,015,331, ambapo ajira binafsi katika sekta isiyo rasmi imeajiri watu 6,107,458, sawa ikiwa na 87.1%, ambapo wengi wao wana elimu ya ufundi stadi. Lakini pia sekta isiyokuwa rasmi imeajiri watu 907,873, sawa na 12.9%, ambapo wengi wao ni wale wenye elimu ya juu. Ndugu wananchi, mwenendo huu wa kidunia unaonyesha wazi kwa mafunzo ya ufundi stadi ni nguzo muhimu katika kutengeneza fursa za ajira na kukuza uchumi wa nchi yoyote ile. Na hivyo wahitimu wa mafunzo ya ufundi stadi wana fursa kubwa ya kupata ajira au kujiajiri, hasa katika sekta isiyokuwa rasmi ambayo inahitaji stadi maalum za kiufundi. Niendelee kusisitiza kwa mafunzo haya ni muhimu sana katika kuboresha maisha ya wananchi, hususani katika sekta zinazochangia kwa kiasi kikubwa katika kuzalisha ajira kama vile kilimo, ujenzi na biashara.
Hizi biashara ziko biashara ndogo ndogo, biashara za ukubwa wa kati na zile biashara kubwa. Ndugu wadau wa mafunzo ya ufundi stadi, serikali inatambua mchango wa wadau mbalimbali katika kutoa mafunzo ya ufundi stadi nchini. Wadau hawa ni pamoja na taasisi za serikali, VETA ikiwemo, na taasisi nyingine. Lakini tuna mashirika ya kimataifa, tuna makampuni binafsi, wahisani na wabia wa maendeleo. Mchango wa wadau hawa umesaidia sana kuongeza wigo wa fursa za vijana wetu katika maeneo mbalimbali hapa nchini, kwa kuwawezesha kupata mafunzo yanayokidhi mahitaji ya soko la ajira, huku yakizingatia kasi ya maendeleo ya kiteknolojia. Nitumie nafasi hii kuwapongeza wadau wote wa sekta binafsi, taasisi za kidini na za kiraia kwa kushiriki kamilifu katika kuanzisha vyuo na kutoa mafunzo ya ujuzi na ufundi stadi. Hadi sasa tuna jumla ya vyuo visivyo vya serikali vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi vipatavyo 825 na kufanya idadi ya vyuo vyote nchini kuwa 905. Hii ni hatua kubwa ya kujipongeza Watanzania. Na leo nimefarijika sana niliposikia kwamba VETA ina mpango wa kushirikiana na mafundi wabobezi katika fani mbalimbali, ikiwemo na Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Jeshi la Magereza, na hawa katika kutoa mafunzo kwa vijana wetu. Ushirikiano huu utaleta mchango mkubwa kwa wahitimu kupata ujuzi kupitia ushiriki wao katika miradi ya uzalishaji mali, jambo litakalowapa fursa vijana wetu kujiajiri au kuajiriwa na hatimaye kuchochea maendeleo ya uchumi wa nchi. Na kupitia programu ya mafunzo ya uzoefu wa kazi wanangezi inayosimamiwa na ofisi ya Waziri Mkuu, kampuni na taasisi nyingi zimeweza kushiriki na kusaidia wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu kupata uzoefu halisi wa kazi walizozihitaji, jambo linaloongeza uwezo wa wahitimu, linaloongezea uwezo wa wahitimu wetu. Nitumie fursa hii kupongeza na kuhamasisha taasisi na kampuni binafsi kuendelea kutoa fursa ya mafunzo ya uzoefu wa kazi kwa wahitimu wetu, na niwasihi makampuni binafsi kuendelea kuruhusu wahitimu kuja kujitolea katika maeneo yenu ya kazi, ikiwa ni mafunzo ya vitendo wanapokuwa vyuoni, kitendo ambacho kitatoa nafasi nyingi kwa waajiriwa wetu au kwa vijana wetu ambao wanajifunza ufundi stadi kuzoea kutenda kazi wanapokuwa maeneo yenu ya kazi. Lengo ni kuwapata vijana waliobobea katika ufundi stadi na kupata ujuzi wa kutosha, ili pia kupata wafanyakazi walio bora. Ndugu wadau, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kusisitiza masuala muhimu yafuatayo. Moja, kwa ufundi stadi nchini, hakikisheni kwamba mafunzo yanayotolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira. Mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Lakini la pili, katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia, ni muhimu sana kwa VETA kuendelea kujiimarisha kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia. Hakikisheni mnatoa mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na kuhakikisha kwamba mafunzo hayo yanayojumuisha ujuzi wa teknolojia ya kisasa kuwa zinachochea uzalishaji wenye tija. Tatu, kwa Wizara ya Elimu yenyewe, Sayansi na Teknolojia, kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI, pia Wizara ya Viwanda na Biashara, hakikisheni vyuo vya ufundi 65 vinavyoendelea kujengwa na serikali vinakamilika haraka ili kuongeza fursa za mafunzo katika wilaya kwa vijana wetu ili waweze kupata ufundi mapema iwezekanavyo. 4, VETA tena, hakikisheni mnatangaza fursa mafunzo zilizopo ili vijana hawa na wale walioko vijijini waweze kutumia fursa zilizopo. Inawezekana kabisa kuwa wapo vijana katika maeneo mbalimbali nchini, hasa vijijini, ambao hawana taarifa ya fursa zilizopo za mafunzo ya VETA. Kupitia maadhimisho haya, ni fursa mzuri ya kutangaza VETA yenyewe, shughuli zake, aina ya mafunzo yanayotolewa kwenye vyuo vyetu na kuwaambia sifa za kwenda kusoma. Lakini swala la sifa, sina mashaka
Nilipokuwa kwenye mapitio ya mabanda maonyesho, nilienda pale VTA ya Zanzibar, nikaenda pia na banda la VETA. Sifa ni kujua kusoma na kuandika. Unaweza ukasoma ufundi ukaujua, ukawa mahiri kwenye eneo hilo, ukafanya kazi zako, na ushuhuda upo kwenye maeneo mbalimbali. 5, taasisi zote zinazotoa mafunzo ya ufundi stadi, na naamini wengi mko hapa kutoka taasisi binafsi, taasisi za dini, hakikisheni mnashirikiana na viwanda, waajiri na mashirika mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kutoa fursa za mafunzo kwa vijana wetu yanayoendana na mahitaji ya soko letu la ajira. Na 6, wazazi na vijana kwa ujumla, tumieni fursa ya mafunzo ya ufundi stadi zilizopo nchini kupitia vyuo vilivyojengwa kwenye mikoa na wilaya yetu, kuwapeleka vijana kupata ujuzi utakaowezesha kujishughulisha na kujipatia kipato kutokana na shughuli yake, kutokana na ufundi aliojifunza kwenye vyuo vyetu. 7, natoa rai kwa mashirika ya kimataifa na washirika wa maendeleo wote ambao mmekuwa mkishirikiana na serikali yetu kuendelea kuchangia vifaa, fedha, ushauri wa kitaalamu na kuanzisha programu mbalimbali za kubadilishana maarifa. Ushirikiano huu utatuwezesha kuibua teknolojia na mbinu mpya ya kufundisha na kujifunza, hivyo kuboresha ubora wa mafunzo yanayotolewa katika vyuo vya ufundi stadi hapa nchini. Nilipokuwa nasema wadau wa maendeleo tuendelee kuchangia vifaa, fedha na ushauri wa kitaalamu, nilipopita hapo nje nimemkuta kijana wetu wa Tanzania anayesoma chuo cha VETA Dodoma, mlemavu, hana mikono, lakini anachora ramani za ujenzi wa nyumba, na pale amenichorea kuthibitisha kwamba kazi ameifanya yeye mwenyewe, na anatoa maelezo. Hii ni nyumba ya vyumba 4, ina jiko, ina sitting room, lakini pia ina dining room, lakini pia ameonyesha roofing yake itakuwaje na michoro ipo, yote amechora yeye mwenyewe. Hawa vijana wanahitaji kuungwa mkono. Wakati serikali inaendelea kutoa fursa za jumla, basi wadau wanaoguswa, wanaopenda maendeleo ya kijana yule, huko muhimu wa kumuona namna kuweza kumuimarisha na kumpa fursa zaidi. Hata hivyo VETA mnapopata hawa, basi ni vyema wizara ikajua ili waandalie programu endelevu. Baada ya kumaliza asirudi nyumbani akabaki tu, achukuliwe kijana huyu mlemavu na ujuzi wake, aendelezwe, anapojianzishia aonyeshwe fursa za kupata mikopo ili aweze kukopa mikopo kwa ajili ya mtaji wa kuanzisha taasisi yake. Huu ndio mkakati wa serikali, na kwa hiyo mkurugenzi mkuu wa VETA agiza wakuu wa vyuo nchini kutambua vijana hawa ambao wanafundipata ujuzi. Na ya mwisho, nitoe wito kwa Watanzania wote na taasisi zote mbalimbali za umma hapa nchini kuwaunga mkono wazalishaji wetu na wajasiriamali waliopo nchini kwa kununua bidhaa zao na kuzitumia bidhaa hizo wanapozizalisha ili ziweze kuwawezesha wao wenyewe kuendeleza uzalishaji wa bidhaa hiyo, lakini pia kushiriki katika ujenzi wa uchumi na kukuza mapato yao binafsi na taifa kwa ujumla. Waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi na viongozi wote kwa jumla na wadau wetu wa vyuo wakiwemo wanavyuo, tunapoadhimisha miaka 50 ya mfumo wa kitaasisi wa kiserikali na usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, na tunapoadhimisha miaka 30 ya VETA, tunapata fursa kutafakari mabadiliko ambayo tumeyaona na jinsi tutakavyoweza kuyaboresha zaidi. Tumieni fursa ya maadhimisho haya kuweza kuweka mwelekeo wa kitaifa, kutoa ushauri wa namna kuboresha mafunzo stadi hapa nchini. Wale ambao mnaendesha vyuo mna nafasi nzuri ya kueleza changamoto. VETA yenyewe ina nafasi nzuri ya kueleza changamoto zilizopo na namna kuzitatua. Huo mjadala unaendelea huko mtaani, serikali ichukue muhimu yale yote ambayo ni bora katika kuboresha mfumo wetu wa ufundi stadi hapa nchini, ili tuingize sasa
la upiti tu hovyo, una mambo mazuri ambayo yanashauri pia serikali namna ya kwenda, na mimi nimeushuhudia na naufuatilia kwa ukaribu. Hakika unatija mjadala ule. Ule mjadala unatija kwa sababu wako ambao wanapinga, lakini wengine wakuja kurekebisha, na wako ambao wanasema namna mzuri ya kwenda vizuri, ili na sisi tuweze kubadilika na kwenda. Kwa hiyo tutumie pia nafasi hii ya maadhimisho haya, kwamba maadhimisho yamekuja wakati mzuri kwenye mjadala huo, twende nao vizuri na tufanyie kazi. Na kwa hiyo nawashukuru wadau wote wa elimu ambao pia leo mko hapa mtashiriki kwenye maadhimisho haya, na hasa kwenye lengo la kuimarisha elimu yetu ya ufundi stadi, na hasa katika kuimarisha VETA na program zao. Na hii ndio itakuwa njia mzuri ya kwenda kuifanya VETA kuwa ni taasisi inayotoa mafunzo mahiri na stadi ya ujuzi kwa kiwango kinachohitajika. Pongeze sana VETA kwa mkakati huu na hatua mlioifikia. Mafanikio tumeyaona, ushuhuda clip ambayo tumeona wajasiriamali mbalimbali wakieleza kazi wanazofanya. Tumewakuta vijana wengine watengeneza mikoba pale nje, wamemaliza vyuo na wameendelea kujifundisha utaalamu na wamezalisha bidhaa zote ni mzuri pale. Na kwa hiyo sasa, baada ya kujiridhisha kwamba haya yote yameandaliwa vizuri na VETA pamoja na wizara, sasa nitamke kabisa kwamba ninapoelekea kwenda kutekeleza jukumu langu kupitia mfumo ulioandaliwa, basi nitamke tu rasmi kwamba maadhimisho haya ya miaka 50 ya utoaji elimu na mafunzo stadi hapa nchini, nina imani kuwa miaka mingine 50 ijayo itakuwa na mafanikio makubwa zaidi. Asante sana kwa kunisikiliza. Tuenuke wote tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa hotuba yake nzuri sana. Na sasa kwa sababu VETA wanaadhimisha miaka 30 kwa kishindo na wameamua kufanya mambo yote kidijitali, na ufunguzi huu na matendo analoenda kulifanya Mheshimiwa mgeni rasmi ni la kidijitali vile vile, ambapo ataweka kiganji chake kwa kadri unavyoonekana